Ni lazima tutembee katika viwango vya kimungu kwa sababu mimi ni mfano na sura ya Mungu. Amina. Watu wengi wanafikiriaga kwamba kusema wewe ni mfano, ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu, wengine wanadhani ni jinsi muonekano wa nje. Hapana. Ila tunapoongelea mfano na sura ya Mungu ni katika roho zetu. Tunajua Mungu ni roho, si ndio hivyo? Mungu si roho jamani? Kwa hiyo tunajifunza sisi ni mfano na ni sura ya Mungu katika maeneo mawili. Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu ni roho na sisi japokuwa tupo katika mwili, ila asili yetu ya kwanza sisi ni viumbe vya rohoni. Amina. Japokuwa tupo katika mwili, japokuwa tunaenenda katika mwili, lakini asili yetu ya kwanza sisi ni viumbe wa rohoni. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu. Kwa nini? Kwa sababu sisi asili yetu ya kwanza na mfano wetu wa kwanza umetokana na Mungu. Kwa hiyo jinsi Mungu alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wakafika mbali wakasema jinsi mimi ninavyofanana na Mungu, hata ukianza kuichunguza damu yangu utaona DNA ya Mungu na ya kwangu zinafanana. Amina. Hiyo ndio level ambayo huo ni mfano ambao mtu alichukulia tu kawaida kwenye mambo ya duniani hapa, mambo ya damu. Amina. Lakini jinsi sisi tulivyofanana na Mungu ni zaidi hata huo mfano wa DNA. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu kwa sababu Mungu ni asili yetu. Ukimtazama Mungu jinsi alivyo ndivyo ambavyo sisi tulivyo. Amina. Na asili yetu kwa Mungu tupo katika maeneo mawili, ni katika roho zetu na katika karakta. Amina. Sifa na tabia za Mungu jinsi zilivyo ndivyo ambavyo tunafanana naye. Amina. Kwa hiyo ndio sababu ya kwanza kwa nini tujifunze kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu. Sababu ya pili, Kristo Yesu anaishi ndani yetu. Amina. Tunajifunza kwa habari ya kutembea katika viwango vya kimungu kwa sababu Yesu anaishi ndani yako. Sema Yesu anaishi ndani yangu. Yesu anaishi ndani yangu. Yesu anakaa ndani yangu. Kwa hiyo kama Yesu anakaa ndani yako, Yesu anaishi ndani yako, kwa nini usitembee katika viwango vya kimungu? Amina. Tufungue kitabu cha Wagalatia mlango wa 2. Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.